Msikilizaji, hii ni sehemu ya 13 siku ya leo ya simulizi yetu inaitwa Ndizi kwa Mlenda iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 12, na kama utakuwa unakumbuka vizuri tulipokuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo wakati Daniel Kabanzu pamoja na mama yake Sabrina wakidhania kwamba ndoa ambayo alikuwa ameizungumzia Mona Lisa Edison kwamba ataifunga huu mwaka ilikuwa inawahusu wao, na kumbe hawakujua kabisa kwamba mwenzao alikuwa amekutana na mzazi mwenzake Jackson Kifaru, na hiyo ilikuwa inamaanisha kwamba bwana Danieli shughuli yake ilikuwa imeishia hapo. Tuanzie kwanza hapa nyumbani kwa Mona Lisa ambako ndio alikuwa anatoka na kuelekea kazini kwake maeneo ya Kibaha kwa Mfipa. Majina yangu anaitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Maxi. Hii ni Ndizi kwa Mlenda sehemu ya 13. Wakati Mona Lisa anaondoka hapa nyumbani na gari yake, akatazama simu yake na kujionea missed calls za watu watatu. Mtu wa kwanza kabisa alikuwa ni Aisha wa pale ofisini kwake. Mtu wa pili alikuwa ni mchumba wake Daniel Kabanzu, na mtu wa tatu alikuwa ni mama yake mzazi. Akaona kwamba itakuwa ni vizuri kama akianza na huyu Aisha wa kazini. Aisha alikuwa anamuuliza kama leo atakuja kazini ama yeye ndio aende nyumbani kwake akapeleka mahesabu ya jana ya kazini. Maana toka walipoondoka jana na yule Jackson hatujawasiliana kabisa madam. Alikuwa anazungumza pale Aisha. Kwa sasa niko njiani dada Aisha, na kuja huko. Nafikiri kwamba tutazungumza vizuri. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kabla hajagata simu na kumpigia tena mama yake. Halo mama, shikamoo. Alikuwa anasalimia vile Mona Lisa kwa sauti yake tulivu kabisa, kwa sababu alikuwa anahisi mama yake atakuwa amekasirika sana kwa kutopokea simu zake wakati ambao alikuwa amempigia zaidi ya mara 2. Marhaba Mona Lisa. Niambie sasa, hiyo ndoa ni lini? Ilikuwa ni sauti kutoka kwa mama yake ambayo ilikuwa imechangamka kweli kweli kutokea huko upande wa pili wa simu, ambayo kusema kweli kabisa ilimshangaza sana Mona Lisa, ambaye alikuwa anajua tayari mama yake alikuwa ameshazungumza na baba yake. Usijali kabisa mama, tutazungumza kuhusu hilo. Kwanza mambo yenyewe bado mama, si unajua tena kwamba mwanaume ndiye ambaye anapanga ndoa na sio mimi mwanamke. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti ya kujirekeza. Hakujua kabisa kwamba alikuwa anavuruga mambo. Kile ambacho alikuwa anasema yeye na kile ambacho alikuwa anaelewa mama yake vilikuwa ni vitu viwili tofauti. Mona Lisa anasikia vigeregere kutoka huko upande wa pili wa simu kwa mama yake. Ama kweli kabisa mwanangu, sasa umekuwa mkubwa. Haya basi, ukiwa tayari utaniambia ili kusudi nije tupange mipango mwanangu, sawa? Alikuwa anazungumza vile mama Mona kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa furaha pamoja na shangwe pia. Sawa, usijali kabisa mama juu ya hilo. Alikuwa anajibu vile Mona Lisa, na kisha simu ilikatwa. Aliendelea kuendesha gari na huku alikuwa ametuliza macho yake mbele na kichwani alikuwa amejawa na mshangao mkubwa. Sasa mama, furaha yake itakuwa inatoka wapi jamani? Ama ndio anahisi kwamba mimi nitaolewa na Daniel? Alikuwa anawaza pale tu Mona Lisa kabla hajampigia simu Daniel Kabanzu, ambaye ndio alikuwa ni mtu wa mwisho kabisa kumpigia katika wale watu watatu aliokuta mistigolo zao. Simu iliita kidogo tu na kisha kupokelewa. Hivi Mona, ni kwa nini unapenda kuumiza kichwa changu kiasi kama hiki? Ile kupokea tu simu, Mona Lisa anakutana na swali kutoka kwa Danieli, ambaye mpaka hapo bado hakuwa ni mchumba wake. Jamani Dani, hivi hiyo ndio salamu kweli? Niambie sasa, mimi nakuumiza vipi kichwa? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa sauti yake tulivu na yopole kama kawaida yake. Jana ulikwenda wapi Mona Lisa? Kwa sababu nimekupigia sana simu hujapokea. Unataka kusema kwamba hukuona kabisa hata missed call zangu kweli? Alikuwa anauliza pale swali bwana Daniel Kabanzu kwa sauti ya ukali kidogo. Kwani mama hakukuambia kwamba nilikuwa na mazungumzo na mtu Dani au?
Ni mtu gani ambaye huwezi kabisa kutujulisha? Na kusema kweli kabisa Mona, sijui hata wananiweka katika kundi gani mimi. Yaani naona kama unaninyanyasa tu. Kama unipendezi uniambie tu mimi nijue moja. Alikuwa anazungumza Veredani kwa sauti ya ukali, na usingeamini kabisa kama ndiyo huyu Dani ambaye alikuwa anamnyenyekea Mona Lisa siku zote. Mona Lisa anatikisa kichwa kwa masikitiko makubwa na kisha anazungumza. Kwa sasa Dani, inamaanisha kwamba leo nikikwambia kwamba sikutaka ndio utanielewa, si ndio? Wewe si kila siku na kueleza hilo jambo lakini hunielewi. Kwa leo ndio nikikwambia utanielewa? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa sauti yake tulivu kama kawaida, na hapo kilifuata kigugumizi kidogo. Ndio tu Mona Lisa, mimi nitakuelewa. Sasa nitafanya kitu gani kama mtu anasema kwamba hanitaki? Alikuwa anazungumza pale Daniel Kabanzu, na hapo kilifuata kimya kifupi. Daniel, mimi sidhani kabisa kama huu muda utakuwa ni mzuri kwa ajili ya kulizungumzia hilo. Siku nikipata muda kuna jambo muhimu sana nahitaji tuzungumze. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huku alikuwa anaendelea kuendesha gari. Na sasa hivi unafanya kitu gani? Alikuwa anauliza pale swali Daniel, akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa na hamu kubwa ya kusikia kile ambacho alikuwa anahitaji kuambiwa. Kwa sasa niko njiani naelekea ofisini Dani. Nikitoka huko nitaelekea mjini kwa sababu kuna vitu nafuatilia, ikiwa ni pamoja na vibali vya kufungua vituo vya mafuta Lindi, Mtwara pamoja na Songea. Alikuwa anajibu vile Mona Lisa ambaye sasa alikuwa ameshaingia barabara kuu na kukamata uelekeo wa Kibaha. Na vipi kuhusu jioni, hatutaweza kuonana? Alikuwa anauliza vile swali Danieli, ambaye anaonyesha shauku kubwa ya kusikia kile ambacho Mona Lisa alikuwa anahitaji kumwambia. Jioni kuna watu nitaenda kukutana nao, ambao hawi inabidi ni watume waende mikoani wakaandae maeneo kwa ajili ya kuweka vituo pamoja na ofisi za kampuni. Alikuwa anazidi kuzungumza vile Mona Lisa, ambaye ni kweli kabisa alikuwa na mpango huo, lakini sidhani kabisa kama leo ndio alikuwa na ratiba kama hizi ambazo alikuwa anazungumza. Lakini sasa Mona Lisa, mbona unafanya mambo bila hata kunishirikisha mimi? Ama mimi ni nani kwako Mona? Alikuwa anauliza pale swali Danieli, ambaye anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa anachukizwa na kitendo cha Mona cha kufanya mambo peke yake bila hata kumshirikisha. Mona Lisa anatabasamu kidogo na kisha anazungumza. Samahani Dani, kwa sasa kuna mambo nashughulikia kwanza. Nikiwa na nafasi basi nitakupigia ili kusudi tuzungumze. Anazungumza pale Mona Lisa, ambaye hakusubiria neno jingine na kutokea upande wa pili wa simu. Alikata simu pale pale. Hivi huyu naye kwani anajiona nani jamani? Mpaka anadiriki kunikaripia kabisa mimi kiasi kama hiki. Alikuwa anawaza pale tu Mona Lisa, ambaye wakati anavuka Kibaha akakumbuka kwamba alimwacha Jackson katika maeneo haya. Akampigia simu mara moja na Jackson alipokea, akamaliza kwamba tayari alikuwa anamalizia kunyoa. Basi sawa Jack, mimi naelekea ofisini sasa hivi. Nitakupigia wakati ambao nitakuwa natoka. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huku alikuwa anaendelea tu na safari yake. Mona Lisa anaendesha gari, na huku kichwani mwake alikuwa anakumbuka tukio la jana usiku na hata leo asubuhi pia, akipewa ndizi ambayo alikuwa amekosa kwa zaidi ya miaka 5. Na sio hivyo tu, lakini pia alikuwa anafurahia sana kukutana na mwanaume ambaye alikuwa amepanga kuwa ndio wa kwanza kabisa na wa mwisho katika maisha yake. Mwanaume ambaye alikuwa amezaa naye mtoto mzuri kabisa Clara, mwanamume ambaye binti yake amekuwa akimuulizia kila siku. Kusema kweli kabisa, Mona Lisa akajikuta alikuwa ni mwenye furaha tele. Hata alipofika katika ofisi yake, alionekana wazi kabisa kwamba alikuwa ni mtu mwenye furaha kubwa kiasi cha kila mmoja kumshangaa, na huku akivutiwa na uchangamfu wake Mona Lisa, ambaye alimuita Aisha katika ofisi yake. Aisha alimpatia taarifa za uajiri ambazo alikuwa amefanya jana, na Mona Lisa anatazama majina. Alikuwa anakagua sifa za waajiriwa wote ambao walikuwa wameshaguliwa. Dada Aisha, kama nyinyi mmeona kwamba wanafaa, basi wajulishe mara moja kwamba waanze kazi. Mimi nahitaji uniandalie mpango wa biashara ya nafaka kule Songea, na mbona niletee kabisa na bajeti ya kuanzia.
Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa. Lakini dada, samahani, unaonekana ni mwenye furaha kubwa sana kutoka jana. Hivyo yule kijana uliondoka naye hapa jana mchana ni nani? Alikuwa anauliza pale swali Aisha, ambaye ukiachilia mbali yule Aisha wa shuleni Songea, huyu sasa ndio alikuwa rafiki yake. Kama nikikueleza sasa hivi hautonielewa kabisa dada Aisha. Naomba nipatie muda kidogo nitakueleza. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa anachukua simu yake kwenye mkoba na kupiga namba ambayo ilikuwa imeandikwa dada Mage Songea. Wakati huo pia upande wa Daniel Kabazu, yeye alikuwa ameshatoka pale hotelini, akiwaacha wale wanawake ambao alikuwa amelala nao walikuwa amelala bado. Yeye alikuwa ni mtu mwenye furaha kubwa sana na kuvimba kichwa, akielekea katika upande wa Kibaha ambako alikuwa amepanga kwenda kupata supu. Alafu sasa mara baada ya hapo ni watafute wakina Sudi pamoja na Jomo, tupige mitungi kwa ajili ya kujipongeza. Alikuwa anazungumza vile Daniel Kabazu, ambaye yeye alikuwa anaamini kwamba kitu ambacho Mona Lisa alikuwa anahitaji kuzungumza naye ilikuwa ni kuweka sawa mpango wa ndoa, mpango ambao alikuwa anausubiria kwa muda mrefu sana mpaka sasa. Akiwa anapandisha kilima cha Kibamba Chama, akasikia meseji ilikuwa inaingia kwenye simu yake. Akatazama na kuona kwamba ilikuwa natoka kwa mama yake na Mona Lisa. Habari za asubuhi mwanangu. Leo nimezungumza na Mona Lisa. Anasema kwamba mtaoana hivi karibuni. Lakini amesema kwamba mwanaume ndiye ambaye anapanga ndoa. Hiyo ndiyo meseji ambayo mama Mona alikuwa ametuma kuja kwa Daniel Kabazu, na meseji hiyo ilimfanya Dani asimamishe gari na kuisoma vizuri, akiwa anarudia mara mbili na kisha akajibu. Hata mimi nimezungumza na Mona Lisa mama asubuhi ya leo. Amesema kwamba tutatafuta nafasi nzuri ya kuzungumzia swala hilo. Alikuwa anajibu vile Daniel kupitia hiyo meseji na kisha akaituma kwenda kwa mama Mona, na huku alikuwa anajihisi alikuwa amenenepa ghafla. Sasa najiona kabisa kwamba nakwenda kuwa tajiri na nitaachana kabisa na mademu wa uswazi. Nitaanza kula watoto wa kishua tu, kwa sababu pesa zote za Mona Lisa zitakuwa ni za kwangu pia. Alikuwa anazungumza vile Daniel kwa sauti ambayo ilikuwa na furaha kubwa, na huku alikuwa anaondoa gari lake kuelekea huko Kibaha. Majira ya saa 5 za asubuhi maeneo ya Kibaha kwa Mfipa, nje kidogo ya mtaa upande wa kushoto kama unatokea Dar es Salaam, katika nyumba ambayo ilikuwa inaendelea tu na ujenzi wake, wanaonekana wakina Rama, Bwengo pamoja na Kweka walikuwa naendelea tu na kazi, na huku walikuwa wanazungumza hili na lile. Sasa Jackson atakuwa amepata vipi kazi jamani, wakati hakuandika kabisa hata barua ya maombi? Alikuwa anauliza pale swali bwana Kweka, ambaye ni kama alikuwa haamini kabisa kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Na tunaweza kusema kwamba labda atakuwa amepata kazi na kumbe mwenzetu amekumbwa na majanga mengine. Hebu baadaye kwanza tupitie pale sheri tukaulizie. Alikuwa anazungumza vile Bwengo, ambaye alikuwa anaendelea kupokea mchanga na kubandika ukutani, kwa maana kwamba alikuwa anapiga lipu. Lakini pale bado hawajaanza kazi. Wakishachaguliwa ndio wataitwa kwa ajili ya kuanza kazi. Alafu amone kwamba amekuja kuchukua kibegi chake hapa jamani, maana hata kibegi hakipo. Alikuwa anazungumza vile Ramadhani, akionyesha mashaka yake ambayo alikuwa nayo. Na usikute mwenzetu amepata zari, ameamua kuondoka zake wazee. Hebu subirini kwanza jamani. Unajua isije kuwa wale jamaa waliompiga mguu amemwotea, alafu ameenda kumuua. Alikuwa anazungumza vile Bwengo, na watu walishika vichwa vyao kwa masikitiko makubwa, wakiamini kabisa kwamba hilo linawezekana kwamba ndilo lililomtokea Jackson. Maana kwa vyovyote vile Jackson asingeweza kabisa kuondoka kimya kimya bila hata kuwajulisha. Lakini wakati huo wakashangaa walikuwa na mtu aliyefanana kwa asilimia zote na Jackson. Alikuwa anakuja katika upande huo, na huku alikuwa amevaa vizuri kabisa. Alikuwa anang'ara kwa mavazi yake na kuwafanya wote waache midomo wazi kwa mshangao. Wanamtazama vizuri kijana huyu ambaye walipomtazama kwa mbali walimwona kama vile alikuwa ni Jackson kifaru, lakini ile alipowakaribia karibu zaidi wakagundua kwamba ni kweli kabisa alikuwa ni Jackson mwenyewe. Oya, imekuwaje tena, mbona ghafla sana mzee?
Alikuwa anauliza vile swali bwengo, na huku yeye pamoja na wenzake walikuwa na kazi ambazo alikuwa anafanya na kumsogelea Jackson kwa mshangao. Ila kaka, kusema kweli kabisa unajua kuzichanga. Yaani unatunza pesa mpaka zimejaa, ndio umeamua kuzitumia sasa. Alikuwa anazungumza vile kweka, na huku alikuwa anamtazama Jackson kama vile walikuwa anamkagua. Jackson anacheka kimya kimya na kisha kuzungumza. Kusema kweli kabisa ni hadithi ndefu sana jamani. Lakini naamini kabisa kwamba kuna siku nitawasimulia. Ila kwa leo nimekuja tu kuwajulisha kwamba nipo salama. Msione niliondoka ghafla mkaanza kuwa na wasiwasi. Alikuwa anazungumza vile Jackson ambaye anakaa pale kwa muda mrefu akipiga stori na wenzake mpaka mida saa 7 kasoro za mchana aliposikia simu yake ilikuwa inaita, na alipotazama aliona kwamba Mona Lisa ndio ambaye alikuwa anampigia simu. Jackson akapokea simu mara moja na kumsikia Mona Lisa alikuwa anauliza huko upande wa pili wa simu. Jackson uko wapi? Mimi ndio natoka hapa ofisini, nataka tukale pamoja. Ilikuwa nasikika sauti ya mtoto mzuri Mona Lisa Edison kutokea huko upande wa pili wa simu. Mimi nipo kule ambapo tulikuja jana Mona. Nimekuja kuwaona rafiki zangu. Alikuwa anazungumza vile Jackson. Unamaanisha upo Kibaha kwa Mfipa ama? Ndio Mona, lakini ndio naanza kutoka sasa hivi. Basi sawa, tukutane njiani, mimi nakuja kukufuata. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kabla hajakata simu, na Jackson alianza kuaga wenzake wake na bwengo, na kisha alianza kutembea kuelekea upande wa barabarani ambako mara baada ya mita kadhaa alikutana na Mona Lisa ambaye alikuwa anamfuata. Msikilizaji, huo tunaweza kusema kwamba ndio ulikuwa ni mwanzo mwingine mpya kabisa wa mapenzi kati ya Jackson Kifaru pamoja na mrembo Mona Lisa Edison. Mapenzi ambayo yalileta furaha kubwa na ushangamfu kwa Mona Lisa, kiasi kwamba kila mtu alikuwa anamshangaa tu Mona Lisa kwa kuwa tofauti na vile ambavyo alikuwa amemzoea. Siku ya pili na siku ya tatu alilala pamoja pale pale Panama Hotel, na huko siku ya 4 Jackson akihamia kwenye nyumba moja nzuri kabisa ambayo ilikuwa na vyumba viwili pamoja na sebule. Ilikuwa ni nyumba ya kupanga ambayo ilikuwa imelipiwa kodi ya miezi 3, na huko ndani alikuwa anawekewa kila kitu muhimu. Nyumba ilikuwa nzuri sana ambayo ilikuwa na uzio na kila kitu muhimu ndani, yani kama vile maji pamoja na umeme na sehemu ya kuegeshea gari. Ukiachilia muda mwingi wa jioni Jackson alikuwa anashinda na Mona Lisa, na mida ya asubuhi alikuwa anahudhuria darasa la ufundi na udereva wa magari. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda mbele, ndivyo Jackson alikuwa anazidi kunawiri na kupendeza zaidi kwa sura, ngozi na hata mavazi pia, kiasi kwamba baadhi ya wasichana kwa wanawake walikuwa wanaanza kumtolea macho kwa matamanio. Jackson alikuwa anawasiliana sasa na wazazi wake kila siku, na wakati mwingine walikuwa wanamsalimia Mona Lisa pia, ambaye walianza kutambulishwa taratibu kwake, na huku wakikumbushwa kwamba ndiye yule binti aliyefika kule Lumesha kwa bibi yao wakati bibi yupo, na kujaza wanakijiji nyumbani kwa bibi Krala. Mzee Kifaru pamoja na watoto wake sasa walikuwa wanapata mahitaji yote muhimu kupitia kwa Jackson, na huku afya ya mama yake Jackson ilikuwa inazidi kwa imara kila kukicha. Alikuwa anaonyesha furaha ya wazi kabisa pale ambapo alikuwa anazungumza na Mona Lisa wakitumia simu ndogo ambayo Jackson alikuwa amenunua kwa ajili ya wazazi wake. Na sisi kwa sasa hatuna kabisa uwezo wa kuja huko mwanangu. Basi fanya uje kutuona. Alikuwa anazungumza vile mama Jackson wakati fulani wakiwa wanazungumza na Mona Lisa, mwanamke ambaye haikuwa ni siri kwamba ndiye mwanamke wa pekee kabisa kwa kijana wao Jackson. Usijali kabisa mama. Kuna mambo tunaweka sawa huko mjini na kisha tutakuja wote kwa ajili ya kuwaona. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye kusema kweli kabisa toka moyoni kabisa alikuwa anatamani sana safari ya kuelekea Songea, ambapo alikuwa na mambo mawili makubwa ya kufanya huko Songea, ikiwa moja ni jambo la kustukiza na jambo la pili ni kwamba Jackson angeenda kumtambulisha huko kwa wazazi wake na ndugu na kuweka nia yao ya kufunga ndoa siku za usoni. Maisha yalikuwa yanazidi kuendelea tu kila siku, Mona Lisa akiwa analala nyumbani kwa Jackson ambaye alikuwa anaendelea tu vizuri na mafunzo yake ya udereva, ikiwa ni kozi fupi ya miezi 2, na sasa angalau alikuwa na uwezo wa kuendesha gari na akaingia barabara kuu.
Kama kuna siku alishawahi kuacha kubadilisha na ndizi kwa mlenda, basi siku hiyo tunaweza kusema kwamba labda walikuwa wamechoka haswa, lakini ni lazima tu angefidia asubuhi ya kesho yake kabla Mona Lisa hajaenda kazini na Jackson hajaenda kwenye mafunzo ya udereva. Na kusema kweli kabisa, kila usiku walivyokuwa wanaingia walikuwa wanazidi kuzoeana maradufu na kupeana mahaba mazito ambayo yaliwaacha asubuhi wakishindwa kabisa kutazama na usoni, tofauti na usiku ambapo walikuwa wanafanyana mambo ya kimahaba ambayo tungesema kwamba labda walikuwa wanapata mafunzo sehemu. Lakini licha ya yote, Jackson kifaru hakuacha kumwomba Mona Lisa amonyeshe binti yake Clara, lakini Mona Lisa alikuwa anamtuliza na kumweleza kwamba anamwandaa mtoto kisaikolojia, kwa sababu mara tu atakapokutana naye ndio inabidi uwe mwanzo wa kuweka wazi kila kitu, hasa kuhusu mahusiano yao pamoja na ndoa pia. Licha ya kwamba mwezi mmoja uliopita alikuwa ameshaanza kupata imani ya kwamba Mona Lisa alikuwa amekubali kuolewa, lakini Daniel Kabazu bado hakuwa na dalili yoyote ya Mona Lisa kuweka wazi lini wataoana. Mara kwa mara alikuwa anapiga simu na kuzungumza kwa ukali. Alikuwa anauliza kuhusu wapi alipo na alikuwa anafanya kitu gani. Mbona hiki kiko vile? Mbona kile kiko vipi? Alikuwa anauliza vile tu kama ilivyo wanaume wasiojiamini kwa wake ama wapenzi wao. Lakini Mona Lisa alikuwa anajibu kwa upole na utulivu kabisa kama ilivyo kawaida. Katika upande wake mama yake na Mona Lisa, yeye hakuwa na wasiwasi kabisa. Alikuwa anapendezwa na hali ya binti yake kuwa na furaha siku zote kupita kiasi, akiamini kabisa kwamba kwa sasa ameshakuwa na akili timamu na ameshaamua kufanya maamuzi ya kuolewa na Daniel Kabazu. Na kumbe mwenzake hata mawazo ya kuwa na Daniel hayakuwepo kabisa. Miezi miwili baadaye, ilikuwa ni siku ya Ijumaa asubuhi mapema kabisa, Mona Lisa alikuwa kwenye gari pamoja na Jackson wanaelekea barabarani ambako Mona Lisa angemwacha Jackson kwenye chuo cha udereva na yeye kuelekea tu kazini kwake, na huku alikuwa anashindwa kabisa kutazama usoni. Ni kama vile Mona Lisa aliona kulikuwa na utofauti mkubwa kwa Jackson. Baba Clara, mbona kama kuna kitu ambacho unawaza? Unaweza kuniambia ni kitu gani ambacho kinakukwaza? Na hivyo unajua kwamba leo ni siku ya furaha kubwa sana kwa baba na mama kule Songea. Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa na utulivu na usikivu wa kubembeleza. Ya, ni kweli kabisa, nakumbuka ndio. Na ninaamini kwamba watafurahia sana. Ingependeza sana kama na sisi tungekuepo, lakini sio mbaya. Na si umesema kwamba tutaenda Songea? Alikuwa anauliza pale swali Jackson akijaribu kujichangamsha. Na sasa mbona umenyongea sana kama hivyo leo Jackson? Ama kuna kitu kingine ambacho unawaza? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa wakati wako ndani ya gari ambalo sasa Mona Lisa huwa analitumia akiwa na Jackson pekee, yani Land Rover Discovery. Unajua nini Mama Clara? Kusema kweli kabisa najikuta nina hamu sana ya kumwona mtoto Clara. Na kwa hakika kabisa kama ningewahi kupajua ambapo anakaa huyo mtoto, basi ningekuwa nimeshaenda kwa siri siri mimi mwenyewe. Nisimame nje mpaka nimuone tu basi na kisha ningeondoka. Alikuwa anazungumza pale Jackson na watu wakacheka kwa pamoja. Basi usijali kabisa kuhusu hilo baba. Kesho utakutana naye. Nitamtambulisha kwamba wewe ndio baba yake mzazi, na ninaamini kabisa kwamba atafurahia sana kwa sababu mara kwa mara huwa anakuulizia. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa upendo hadi ya juu kabisa na deko la kimahaba vile vile. Hapo furaha ya wazi kabisa inaonekana usoni kwa Jackson. Na hata sijui itakuwaje kusema kweli kabisa. Haijalishi kama Clara atafurahia ama atanichukia, lakini mimi nitafurahi sana kumwona. Alikuwa anazungumza pale Jackson kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa furaha kubwa. Lakini sasa Jackie inabidi umwandalie kitu ambacho kitawafanya mwe marafiki kwa haraka. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa na kuweka kituo, na huku alikuwa anasimamisha gari pembeni ya barabara karibia na kuingia barabara kuu pale Kibamba Shama. Ni kama kitu gani hicho Mama Clara? Alikuwa anauliza pale swali Jackson kwa shauku ya kujua kitu. Tulia kwanza na kuelekeza baba.
kuna kitu ambacho Clara huwa ananiomba sana nimnunulie, lakini huwa nasahau. Na inaona ameacha kabisa hata kunikumbusha. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa. Jackson anatega sikio lake akiwa anasubiri kuambiwa hicho kitu kilikuwa ni gani, ili kusudi ashuke kutoka kwenye gari mara moja, kwa sababu tayari alikuwa ameshafika sehemu ambayo huwa anatakiwa kushuka aende chuo kwa ajili ya kuendelea tu na mafunzo ya udereva. Kuna mdoli fulani mkubwa kiasi hivi wa kike. Mchana ukitoka chuo basi tukutane pale Kibaha maili moja, tujaribu kutafuta madukani tujue unauzwa wapi, ili kusudi kesho basi umnunulie. Ndiyo itakuwa ni zawadi yake kwako wewe baba. Na nafikiri kwamba hapo hata akiwa amekushukia atakukubali tu kilazima. Japo sidhani kabisa kama anaweza kukushukia kwa jinsi vile ambavyo anakuulizia na kutamani kukuona kila siku. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na kisha waliagana. Jackson alishuka kwenye gari na kuelekea upande wa kilipo chuo cha udereva ambacho alikuwa anasoma miezi michache sasa. Na huku Mona Lisa alikuwa ananyosha kazini kwake Kibaha kwa mfipa. Hakuwa na haja ya kupitia nyumbani kwa sababu sasa Saidi alikuwa ameshapona na alikuwa anaendelea tu na kazi yake ya kumpeleka mtoto shule na kumchukua tena wakati anapotoka shule kama ilivyokuwa kabla mtoto hajatekwa. Ni kweli kabisa Bwana Daniel Kabazu aliambiwa kwamba Mona Lisa alikuwa amekubali kuolewa naye, lakini sasa mbona kama Daniel mwenyewe hakuwa anajua kabisa kitu ambacho kilikuwa kinaendelea? Zaidi alikuwa anaona tu Mona Lisa alikuwa amezidi kuwa busy tu muda wote. Angalau siku za nyuma kulikuwa na muda wa kukaa na kuzungumza pamoja, lakini sasa hivi hata akitaka kumuona Mona Lisa basi ni lazima aende kumuona Kibaha kwa mfipa, yani kule katika ofisi zake. Vinginevyo asingeweza kabisa kumuona sehemu nyingine yoyote. Kusema kweli kabisa hali hiyo ilianza kumpatia wasiwasi mkubwa sana Danieli. Na hapa naweza nikazubani nikajikuta nimekosa kila kitu. Alikuwa anawaza vile tu Bwana Danieli ambaye alisha kuona mama yake pamoja na mama Mona wakiwa na imani kubwa ya kwamba ndoa itatangazwa hivi karibuni. Lakini yeye binafsi kwake alikuwa anaona wazi kabisa kwamba matumaini yalikuwa yanatoweka taratibu. Na mbaya zaidi ni kwamba hata vyanzo vyake vya habari havikuwa vinaleta kabisa taarifa ya nini ambacho kilikuwa kinaendelea kule ofisini. Muda wote Mona Lisa alikuwa anaonekana kwamba yuko busy tu na kazi za kila siku basi, na huku mwisho wa siku alikuwa anaondoka zake na kuelekea nyumbani. Washa kwanza leo nikutane naye, na nitampiga biti kwamba nimechoka kusubiria, alafu nione atasemaje. Alikuwa anajisemea vile tu Bwana Danieli ambaye mida hii alikuwa amejilaza kwenye kitanda chake cha nyumbani kwao kule Masaki katika nyumba ya shirika la nyumba la taifa. Na nikisha toka kumtia jamba basi naenda zangu Mbezi kula bata na watoto wa Kiswazi, huko namsikilizia yeye sasa. Alikuwa anazidi kuanza vile tu Danieli ambaye leo pale nyumbani alikuwa peke yake, maana usiku wa leo mama yake hakulala hapo nyumbani. Siku ile ile ya Ijumaa mida ya saa 6 huko Songea sasa mambo yalikuwa tofauti kidogo. Ilikuwa ni siku ambayo mzee Kifaru alikuwa nje ya kibanda dhaifu kule kijijini kwake Mwenge Mshindo, na alikuwa anazungumza tu na kufurahia pamoja na mke wake. Mara akashangaa kuona gari Toyota Hiace wangoni wakiwa wanaita daladala ilikuwa nakuja pale ambapo walikuwepo. Gari hilo lilikuja na kusimama nje ya kibanda chao ambacho walikuwepo, na ndani kulikuwa na watu wawili, yani dereva wa gari pamoja na Mwalimu Ndunguru ambaye ndiye alikuwa ni mwongozaji na mwelekezaji wa njia kufika hapa kwa mzee Dennis Kifaru. Shikamoo mzee Kifaru. Alikuwa anasalimia vile Mwalimu Ndunguru ambaye kiukweli kabisa ndio alikuwa ni kama mtu wa karibu pale kijijini. Marhaba mwalimu, karibu. Alikuwa anaitikia vile mzee Kifaru kwa sauti ya tahadhari, na huku alikuwa anamtazama Mwalimu Ndunguru kwa macho ya mashaka. Ukweli ni kwamba licha ya kuanza kupata mahitaji muhimu tena kwa wakati kutokea kwa Jackson, lakini kusema kweli kabisa walikuwa hawajawahi kabisa kutarajia ugeni wa gari hapa kibandani kwake. Mzee, kusema kweli kabisa mambo yanazidi kuwa mazuri. Nimekuletea mgeni wako japo mimi amenielekeza lengo la safari, lakini nafikiri kwamba yeye mwenyewe ndiye atakueleza kila kitu mzee. Alikuwa anazungumza pale Mwalimu Ndunguru akionekana kwamba alikuwa ni mwenye uchangamfu mkubwa. Hapo baba pamoja na mamake na Jackson wanamtazama dereva ambaye anashuka kutoka kwenye gari
na huku Timothy pamoja na Simon ambao walikuwa wamevalia sare za shule ambazo zilikuwa zimechakaa walikuwa wanarejea kutokea shuleni wakiongozana na wanafunzi wenzao ambao walikuwa nakuja kushangaa hili gari hapa kijijini. Karibu sana baba. Mzee Dennis Kifaru anamkaribisha vile huyu dereva wa gari ambaye sasa kwa muonekano wake yeye pamoja na mke wake ungesema kwamba walikuwa ni wazee wa miaka mingi sana iliyopita. Asante sana wazee wangu. Shikamoni. Marhaba. Wote wawili walikuwa naitikia vile, na huku alikuwa anamtazama huyu dereva kwa macho ya udadisi na shauku. Dereva ambaye alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa amevaa kiuta na shati. Bila shaka wazee wangu, ninyi ndio wazazi wa Jackson Kifaru? Alikuwa anauliza pale swali huyu kijana, na huku na yeye alikuwa anawatazama wale wazee wawili kwa macho aliyokuwa na tahadhari. Ndio, ni kweli kabisa kijana, ni sisi. Alikuwa anajibu vile mzee Dennis Kifaru, na huku mke wake alikuwa anaitikia kwa kichwa. Sawa basi, nimetumwa kuja kuwachukua ni nyote, tunaelekea mjini. Kuna vitu amesema kwamba mkaangalie. Mambo mengine nafikiri kwamba mtaelezwa huko. Alikuwa anazungumza vile huyu dereva ambaye bado alikuwa hajazima gari. Unamaanisha sisi wote au? Ndio mzee. Nyinyi wote pamoja na kina Timothy na Simon. Alikuwa anajibu vile huyu dereva, na kabla mzee Kifaru hajajibu kitu, zikasikika kelele za shangwe kutokea pembeni yao. Na hao walikuwa ni Timothy pamoja na Simon ambao walikuwa na shangilia sio tu kwa sababu walikuwa nakwenda mjini, lakini pia ilikuwa ni kwa sababu walikuwa napanda gari binafsi kabisa, kitu ambacho hawakumbuki kabisa kama walishawahi kupanda. Na kwa hiyo ni sasa hivi au? Alikuwa anauliza pale swali mama yake na Jackson ambaye sio tu hakutegemea kwenda mjini hivi karibuni kwa hiari yake, lakini pia alishauza nguo zake zote nzuri kwa ajili ya kujipatia pesa za kujikimu. Ndio mama, tunatakiwa kuondoka sasa hivi. Jackson amezungumza na mwalimu hapa, na ndio atabaki kuangalia nyumba yenu. Alikuwa anazungumza vile huyu dereva, na huku mwalimu Dunguru alikuwa anathibitisha hilo. Na nitakuwa nawatembelea nikija huko mjini jamani. Na mimi nimepata sehemu ya kufikia sasa Alikuwa anazungumza vile mwalimu Dunguru kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa utani. Sidhani kabisa kama kuna swali ambalo lilifuata pale msikilizaji. Yaani hata hawakutaka kabisa kuuliza huko mjini kulikuwa na kitu gani, wala hawakujali kabisa watavaa kitu gani. Wote waliinuka mara moja na kwenda kujiandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea mjini, ili kusudi wakaone kile ambacho walikuwa naitiwa kwamba waende kukitazama. Lakini pia huku Dar es Salaam sasa mida hii, Daniel Kabazu alikuwa katika mitaa ya Kinondoni, Moscow. Alikuwa amekaa kwenye baa moja karibu na njia panda, anapata bia pamoja na nyama choma, na wakati huo simu yake ilikuwa inaita kutokea mfukoni. Akaitoa na kisha kutazama mpigaji, akaona kwamba alikuwa ni rafiki yake Sudi. Daniel anatabasamu kidogo na kisha kupokea simu hiyo. Vipi Sudi? Alikuwa anazungumza vile Daniel kwa sauti tulivu kabisa ya kibosibosi. Mambo vipi kaka? Poa tu Sudi, vipi kuna issue au? Alikuwa anauliza vile swali Daniel ambaye anazungumza kama vile mtu ambaye yupo katika hali fulani ya utulivu na asiyokuwa na papara. Kaka, kusema kweli kabisa huko ni njaa tu kaka. Wadogo zako tupo tu, hatuna kabisa mwelekeo kaka. Alikuwa anazungumza vile Sudi kutokea huko upande wa pili wa simu akiwa anazungumza kwa kujilalamisha. Sawa, kwa sasa uko na nani? Alikuwa anauliza pale swali Daniel kwa sauti yake ya utulivu kama kawaida. Nipo na Jomo hapa kaka, yani tumekaa tu hapa maili moja stendi, hatuna hili wala lile. Alikuwa anazungumza pale Sudi kwa sauti ile ile ya kujilalamisha. Basi sawa, niko njiani na kuja hapo. Nikifika nitawacheki. Alikuwa anazungumza pale Daniel ambaye mara baada ya kukata simu alipiga kwenye namba nyingine ambayo ilikuwa imeseviwa Mbwiga, nayo haikuita kwa muda mrefu ikapokelewa pale pale. Mbwiga, mambo vipi? Poa kaka, ni aje? Poa kabisa Mbwiga, vipi shemeji yako ametoka hapo ofisini?
Alikuwa anauliza pale swali Danieli ambaye alisha kuendelea kuzungumza, lakini pia alikuwa anaendelea kula tu na kunywa. Bado hajatoka hata mara moja kaka. Yaani amejifungia tu ofisini kwake muda wote. Kila kitu anapelekewa huko kwa ofisini kwake. Alikuwa anazungumza pale huyo mwanaume kutokea huko upande wa pili wa simu. Na hakuna mtu aliyekuja kumtembelea leo hapo ofisini. Wamekuja watu wengi tu kaka, lakini ni wale waletua siku zote. Alikuwa anajibu vile Mbwiga akimaanisha kwamba waliokuja walikuwa ni watu waliozoeleka kama wateja tu wa siku zote. Basi sawa, akitoka naomba nijulishe mara moja, sawa? Alikuwa anazungumza vile Danieli ambaye lengo lake ilikuwa ni kumvizia Mona Lisa ili kusudi wakutane uso kwa uso. Basi poa bosi, hakuna shida. Lakini sema sasa hivi shemeji amekuwa ni mtu mwenye furaha sana kaka. Alikuwa anazungumza vile Mbwiga akielezea hali ya Mona Lisa ya sasa. Danieli anakata simu na kutulia kwa sekunde chache na kisha anapiga simu kwa Mona Lisa mwenyewe. Simu ambayo inaita mito minne tu na kisha inapokelewa haraka. Habari za leo Danieli. Ilikuwa ni sauti tulivu kabisa ambayo ilikuwa nasikika vyema na kupendeza kwenye masikio yake Danieli, ambaye akajikuta alikuwa anaachia tabasamu la machungu kwa utamu wa sauti ya mwanamke ambaye licha ya kuhitaji mali zake, lakini pia alikuwa anatamani siku moja aonje hata kitumbua chake. Poa tu, vipi uko wapi Mona? Alikuwa anauliza pale swali Danieli ambaye alikuwa ametoka kuambiwa kwamba Mona Lisa alikuwa pale ofisini kwake. Nitaenda wapi sasa Dani zaidi ya kuwa ofisini kwangu? Na tena nina kazi nyingi sana. Nahitaji kutoka saa 9. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya urafiki. Kwa sasa tunaweza kuonana Mona Lisa, si ndio? Hapana Dani, hatutaweza kabisa kuonana kwa sababu kuna mtu nakutana naye. Alikuwa anajibu vile Mona Lisa kwa sauti yake tamu ya kubembeleza kama kawaida. Basi fanya kesho tuonane Mona. Anazungumza vile Danieli ambaye anaanza kujawa na hasira kwa kuona makutano yake na Mona Lisa yalikuwa yafanikiwe. Kesho hapana Dani, kwa sababu nitamtoa auti Krala. Si unajua tena siku hizi niko busy sana, nakosa mpaka muda wa kukaa na mwanangu. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na kumfanya Danieli ang'ate meno kwa hasira, na huku alikuwa anakunja ngumi na kutaka kuipiga mezani. Ngumi hiyo inaishia hewani tu. Anataka kuibwaga simu yake chini kwa hasira, lakini anasita na kuirejesha tena simu sikioni. Lakini sasa Mona Lisa, mbona kama unanikwepa sana siku hizi? Kwa nini ndio unataka kusema kwamba haiwezekani hiyo kesho tukatoka pamoja wote na mtoto? Alikuwa anauliza pale swali Danieli ambaye leo ndio ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa kuzungumza neno kama hilo, kwa sababu mara zote huwa anaweka mbele mambo ya kibinafsi na huku akimsahau kabisa mtoto Krala. Lakini Danieli, unajua kwamba kuna wakati anahitaji muda na Krala, kwa sababu kuna mambo anahitaji kumjenga binti yangu Danieli. Lakini hata mimi nahitaji kupata muda pamoja na mtoto Krala Mona Lisa ili kusudi anizoe na kuniona kama baba. Mwisho wa siku asiniite anko, anione kama babake mzazi kabisa Mona. Alikuwa anazungumza vile Danieli, na safari hii ilikuwa ni kwa sauti ya ukali kidogo. Hapa unafuata ukimya mfupi, hakuna mtu ambaye alikuwa anazungumza. Halo Mona Lisa, unanisikia? Alikuwa anaita vile Danieli, lakini bado ukimya ulikuwa umetawala katika upande wa pili wa simu. Danieli anatoa simu kwenye sikio lake na kutazama. Anaona bado ilikuwa hewani. Anarudisha tena sikioni. Mona Lisa, vipi, unanisikia? Alikuwa anaita vile Danieli. Safari hii akasikia sauti ya kushushwa pumzi ndefu, na kisha Mona Lisa akazungumza huko upande wa pili wa simu. Dani, mimi sidhani kabisa kama mida hii inafaa kuzungumzia mambo kama haya. Nafikiri kwamba nitakujulisha tu siku ya kueleweka sawa hili jambo. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na kisha aliaga na kukata simu. Danieli anaachia tusi zito sana, na kisha anaweka simu mezani na kuendelea kula tu, na usoni mwake alikuwa amejawa na hasira kali. Unanitania kabisa wewe. Yaani kila siku unasema tu tutakaa.
Unanifanya mimi mtoto mdogo, si ndio? Alikuwa anazungumza pale tu Daniel mwenyewe kwa hasira, na huku alikuwa anamalizia na msonyo mrefu. Lakini pia siku hii ya Ijumaa ya leo, majira ya saa 7 za mchana, dereva Saidi akiwa pale katika maeneo ya Sheri Mpya, sehemu ambayo siku zote ameifanya sehemu ya kutulia mida hii ya kazi, akisubiria tu muda wa kwenda kumchukua mtoto kulala shuleni. Sasa alikuwa anafanya usafi kwenye gari yake ndogo Toyota RAV4 ambalo ndilo lilikuwa ni kama ofisi yake, gari ambalo alikuwa analitumia kumpeleka na kumrejesha mtoto kulala kutokea shuleni. Mara akaona kijibegi kidogo cha mgongoni ambacho kilikuwa kimechakaa kweli kweli kwenye gari. Akakikagua na kuona kwamba kulikuwa na nguo chakavu ambazo anashindwa kabisa kuelewa zilikuwa zimefika vipi ndani ya gari, kwa sababu hilo begi halikufanana kabisa wala kulingana na mtu yoyote ambaye alikuwa anaishi katika nyumba ya Madam Mona Lisa. Dereva Saidi anarudisha zile nguo kwenye begi vile vile. Alikuwa anapanga baadaye akaliacha nyumbani kwa Mona Lisa. Lakini wakati anarejesha zile nguo, akaona kulikuwa na kipande cha karatasi ngumu kilikuwa kinadondoka kwenye zile nguo. Saidi anaacha kurejesha nguo na kisha kutazama ile karatasi. Anaona kulikuwa kumeandikwa namba 3 za simu. 2 zilikuwa ni namba za mkononi na moja ilikuwa ni namba ya simu ya nyumbani kwa mama yake na Mona Lisa, yani Belinda, na huku chini kulikuwa na jina limeandikwa Bibi Linda. Na mbona hii kadi ya namba ya simu ya mama Mona? Hebu ngoja kwanza. Alikuwa anajisemea vile tu Bwana Saidi, na huku alikuwa anaweka zile nguo kwenye begi na kuelekea ndani ya jengo la utawala, akiwa ameshikilia ile kadi ya biashara mkononi, akielekea sasa ofisini kwa Mona Lisa. Dakika 3 mpaka 4 tayari Saidi alikuwa ameshasimama mbele ya meza ya Madam Mona Lisa, ambaye yeye alikuwa anaendelea tu na kazi zake. Hata mara baada ya salamu, Saidi akasimama kumsubiria Mona Lisa amaliza kile ambacho alikuwa anafanya na kisha azungumza kitu ambacho kimemleta pale ofisini. Saidi, mimi nina kazi nyingi sana nafanya, kwa hivyo wewe zungumza tu, siwezi kuacha kazi. Nataka ikifika saa 9 kamili niondoke hapa ofisini. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa anaendelea kuandika tu na kukagua nyaraka zake muhimu za biashara. Samahani madam, kuna begi nimelikuta kwenye gari, lakini pia ndani ya begi nimekuta kuna hii kadi hapa. Sijui sasa mwenyewe unamfahamu ama kuna mtu alipewa lift kwenye gari akasahau begi. Alikuwa anazungumza vile Saidi, na hapo sasa Mona Lisa akajikuta alikuwa anainua kichwa chake, na huku alikuwa anacheka kicheko kidogo. Ni kama tu nilivyokueleza mwanzo wa msikilizaji, kukiona kicheko cha binti Mona Lisa ni adimu sana, japo katika siku za hivi karibuni amekuwa ni mtu wa kufurahia mara kwa mara. Saidi bwana, hilo begi litunze vizuri tu kwenye gari, nipatie hiyo kadi. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, ambaye kichwani mwake alikumbuka siku ambayo alikuwa amekutana na Jackson, ambaye ndio mmiliki wa hilo begi chakavu ambalo Saidi alikuwa anazungumzia, ambaye sasa anampatia Mona Lisa ile kadi na kisha anageuka na kuanza kutembea kufuata mlango wa kutokea. Lakini sasa kabla Saidi hajaufikia mlango, akasikia alikuwa anaitwa. Saidi, unasema kwamba na hii kadi umeikuta ndani ya begi? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa, na Saidi anageuka kumtazama Mona Lisa ambaye anamtazama yeye, na huku alikuwa ameshikilia ile kadi mkononi. Kusema ukweli kabisa, Mona Lisa alikuwa amepatwa na mshangao mara baada ya kuiona hii kadi, na tena eti ilikuwa inapatikana ndani ya begi la Jackson. Maana mama yake mzazi huwa anatoa kadi kama hii ya mawasiliano kwa watu muhimu tu basi, na tena huwa inakuwa ni mara chache sana, kwa sababu hakuaga na vitu ambavyo vinamkutanisha na watu wengi mara nyingi. Ndiyo bosi, nimeona kwenye begi, alikuwa anajibu vile Saidi kwa sauti ya upole kama kawaida, lakini Mona Lisa anatikisa kichwa kwa kukataa, ni kama vile hakuwa ameridhishwa kabisa na jibu la Saidi. Saidi, hebu nieleze vizuri kwanza. Na kuuliza hivi, hii kadi umeitoa ndani ya hilo begi kweli ambalo unalizungumzia au? Alikuwa anauliza vile swali tena Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa inahitaji ufafanuzi. Samahani bosi, nilikagua ndani ya begi nione kuna kitu gani, kama labda ni begi la muhimu ama vipi. Ndio nikaikuta na hiyo kadi yenye namba za simu.
Alikuwa anazungumza vile Saidi, ambaye ni mmoja kati ya wafanyakazi wenye nidhamu ya hali ya juu kabisa hapa Sheri Mpya. Sawa basi, nenda viweke vizuri, lakini pia zingatia muda wa kwenda kumchukua mtoto. Alikuwa anasisitiza vile Mona Lisa, na Saidi akaitikia na kutoka nje ya ofisi. Mona Lisa sasa anaacha kile ambacho alikuwa anafanya na kuitazama ile kadi kwa dakika moja nzima. Alikuwa anajiuliza maswali mengi yasiyokuwa na majawabu, kwamba hii kadi yenye namba za simu za mama yake mzazi ilikuwa imefika vipi kwenye begi la Jackson, kwa sababu kama angekuwa ameichukua kwake asingeweza kabisa kuiweka kwenye begi, kwa sababu Jackson alikuwa na miezi miwili kutoka ametengana na hile begi. Wacha tu nisubiri, ataniambia vizuri baadaye. Alikuwa anajisemea vile tu Mona Lisa, na huku alikuwa anaweka ile kadi kwenye begi na kuendelea tu na kazi zake nyingine. Majira ya saa 9 kamili za alasiri, Danieli Kabazu alikuwa anaiacha kiluvya madukani na alikuwa anavuka daraja la Mto Mpigi na kupanisha kipande cha kuibukia Mzani, ama tunaweza kupaita Kibaha mpakani, yani mpaka wa Pwani pamoja na Dar es Salaam. Danieli anaendelea tu kuendesha gari, na huku kichwani alikuwa anawaza kilichokuwa kinaendelea kwenye akili ya Mona Lisa. Ni kweli kabisa alikuwa anampenda sana huyu mwanamke na alikuwa amepanga wafunge ndoa. Lakini sasa muda wote Mona Lisa alikuwa anaonekana kwamba alikuwa ametingwa na kazi, ama kuna jambo ambalo alikuwa anapanga tofauti na lile ambalo alikuwa anawaza yeye. Kama vipi najua moja tu, kama Mona Lisa ananitaka ama anitaki. Na kama anitaki basi nifanye ambush moja, nibebe mzigo wa maana na kisha mimi nianze maisha mengine. Sitaki kabisa ujinga mimi. Kile ambacho nataka ni pesa tu basi. Alikuwa anazungumza vile tu Danieli, ambaye mara baada ya kufika katika maeneo ya njia panda ya Kibaha shule, alikwenda mbele kidogo na kuingia kulia, akaanza kuingia kwenye barabara ya vumbi. Sasa Danieli anazidi kuendesha gari tu, na huku alikuwa anawaza hili na lile. Lakini akiwa anavuka maeneo ya machinjio ya kuku, akaona kulikuwa na mtu alikuwa anamonyesha ishara ya kwamba atazame tairi la gari lake, na ikweli kabisa akasimama na kushuka, na kisha akatazama tairi la mbele katika upande wa kushoto, ambako aliona tairi hilo lilikuwa limetengeneza tumbo kubwa sana, likimaanisha kwamba lilikuwa na upepo kidogo. Upuzi gani tena huu? Alikuwa anazungumza pale Danieli, na huku alikuwa anatazama kushoto na kulia kama angeona sehemu ya kuzibia pancha. Pale mbele wanaziba pancha bro. Alikuwa anazungumza pale mtu mmoja ambaye alikuwa jirani na pale ambapo Danieli alikuwa amesimama. Bila hata kusema asante, Danieli anazama ndani ya gari na kisha kuendesha gari yake taratibu kuelekea upande ambao alikuwa ameonyeshwa na yule mtu, upande ambao ni kule ambako alikuwa anaelekea yeye. Kichwani mwake joto la hasira lilikuwa linazidi kupanda, ukichukulia kwamba alishaonja pombe kidogo, basi ilikuwa ni balaa. Bahati nzuri Danieli anafanikiwa kusogea mita kama 300 mbele, ambako anafika usawa wa stendi ya Kibaha ile ya zamani, ambako anakutana na kigereji kidogo. Anaegesha gari yake na kumwachia fundi majukumu ya kuziba pancha tairi la gari lake. Lakini kabla hajatoka, mara anawaona vijana wawili walikuwa wanaingia pale na pikipiki kubwa, wanaisimamisha pembeni ya gari lake na kisha wanashuka na kuungana naye. Vipi kaka, naona umeshatoboa tairi? Alikuwa anazungumza vile mmoja kati ya wale vijana. Basi unajua tena mitaa yetu ya Uswazi. Hebu tuende kwanza kwenye kile kibaa pale tukapate bia 1 2 3. Huko tunatengeneza mpango sasa, kwa sababu kuna mambo naona kabisa kwamba siyaelewi. Alikuwa anazungumza vile Danieli, na huku walikuwa anatembea kufuata baa moja ndogo mita kama 50 mbele, upande wa ndani ya stendi ya zamani ya Kibaha. Lakini pia mida hii ya jioni huko Songea, mtaa wa Mfaranyaki, huko kinatokea kitu ambacho kilijaza watu wengi sana pale. Maana ukiachana na watu waliokuwa ndani ya nyumba zao, tubakie kwanza na hawa watu waliokuwa nje ya nyumba zao mida hii wakifanya shughuli zao za kila siku tu. Mmoja kati ya watu ambao walikuwepo nje ya nyumba zao kilikuwa ni kikundi cha wanawake wa rika mbalimbali, yani mchanganyiko wa wanawake. Watatu walikuwa na umri wa miaka kati ya 24 mpaka 27, lakini pia kulikuwa na wamama wawili watu wazima. Kati yao mama mtu mzima mmoja alikuwa anamsuka nywele mdada mmoja,
na huku wengine walikuwa napiga soga, na mmoja alikuwa anamnyonyesha mtoto wake wa kiume. Alikuwa anamnyonyesha kwa ziwa la kushoto na huku ziwa la kulia lilikuwa wazi kabisa. Hivi mtoto mkubwa kabisa kama huyu bado ananyonya jamani? Mwisho wa siku mbebe mimba shauri yako. Alikuwa anazungumza vile huyu mama mtu mzima ambaye alikuwa ni msusi. Wanaume wenyewe wako wapi sasa jamani? Mwache mwanangu anyonya kwa raha zake zote tu. Alikuwa anazungumza vile huyu bidada ambaye alikuwa ananyonyesha. Maliza kunyonyesha mwaya, wenyewe watakuja tu. Labda wewe sio Teddy ambaye nakujua mimi. Teddy mwenye uzuri wake mjini hapa. Alikuwa anazungumza vile huyu bidada ambaye alikuwa nasukwa na kuibua kicheko kikubwa baina yao. Hata yule ambaye alikuwa ananyonyesha naye pia alicheka. Kiufupi msikilizaji, ni kwamba huyo ndiyo Teresia mwenyewe ama Teddy ambaye alisoma na Jackson miaka mingi iliyopita, kuanzia shule ya msingi Mfaranyaki mpaka shule ya sekondari na Mtumbo. Na alikuwa ni yule Teddy ambaye alishawahi kukutana na Jackson pale kiwandani Sido, wakati Jackson akiwa anasaidia seremala na kuisha kumdharau kwa kejeli na matusi mengi. Acha ujinga wako bwana. Uzuri wa Teddy ulikuwepo zamani. Sasa hivi amesha kongoroka kabisa, hana. Kauli ya mama ambaye alikuwa ananyonyesha, yani Teddy wa sasa, ili katika ghafla na kutazama katika upande wa barabarani, yani kule mbele yao ambako alikuwa amegeukia, ambako kulikuwa na mongoromo wa gari ambalo lilikuwa linakuja taratibu. Wamama wote watano pamoja na watu wengine ambao walikuwa nje ya nyumba zao mida ile waliliona basi dogo Toyota Hiace ambalo lilikuwa linakuja na kusimama nje ya nyumba ambayo kusema kweli kabisa ilikuwa ni nyumba ya zamani, lakini hivi karibuni imefanywa ukarabati mkubwa sana na kuonekana ni moja kati ya nyumba mpya za kisasa kabisa, kati ya nyumba chache ambazo zilikuwa zinajengwa kwa gharama kubwa sana katika mtaa huu ambao ulikuwa na nyumba nyingi sana kongwe. Japo gari hili halikuwa ni geni kabisa machoni mwao, kwa sababu ni wiki moja sasa gari hili lilikuwa linalala na kuamkia hapa. Lilikuwa linakwenda kutembea na kurejea tena hapa, na huku dereva wake kijana ambaye ndiye pekee aliyekuwa anaonekana kuingia na kutoka hapa akiwa anatikisa nyonyo zake na Teddy, ambao walikuwa naamini kabisa kwamba labda wanaweza kupata bahati ya kuambalia huruma za kijana huyu ambaye alikuwa anaingia na kutoka, akionekana kama alikuwa ni mwangalizi tu wa nyumba hii. Ukiachilia mbali kijana huyu ambaye alikuwa ni dereva, lakini pia alikuwa anaonekana bidada mmoja ambaye naye alikuwa anakuja mara kwa mara katika nyumba hii na kuondoka. Lakini pia alikuwa anaonekana ndiyo mmiliki wa hii nyumba ambayo ilishawahi kumilikiwa na mzee Dennis Kifaru kabla haijashikiliwa na benki kwa miaka zaidi ya 5, kisa tu alikuwa ameshindwa kulipa deni. Lakini sasa kilichowastua watu walikuwa ni wingi wa watu kwenye gari, na huko mbele kabisa akionekana mwanaume mzee ambaye huyu mara baada ya kushuka kwenye gari wanagundua kwamba ndio alikuwa ni mzee Dennis Kifaru, jirani yao wa zamani kabisa ambaye alipoteza nyumba kwa deni la benki ambalo alikuwa anadaiwa. Wakati wake na Teddy wanaendelea tu kushangaa na kuwatazama wanaoshuka kwenye gari, mara wanamwona yule dada ambaye huwa anakuja mara kwa mara alikuwa anashuka na mwanamke mzee ambaye alikuwa anaangua kilio kama vile hakuamini kabisa kile ambacho alikuwa anakiona. Nyuma wanafuatia watoto wawili ambao wanaitazama nyumba na huku mikono ilikuwa viunoni, nao pamoja na mzee Kifaru wanaishia kutokwa na machozi ya furaha. Karibu sana ndani jamani. Na hapa ni kwenu sasa. Ilikuwa nasikika sauti ya yule mwanamke akiwaacha midomo wazi baadhi ya watu waliosikia kauli hiyo ambayo ilikuwa na shangaza. Haiwezekani kabisa jamani. Inakuwa vipi wapewe tena nyumba alafu imekuwa ni nzuri zaidi ya vile ambavyo ilikuwa mwanzo? Alikuwa anauliza pale swali Teddy kwa sauti ambayo ilikuwa na mshangao. Kama sijakosea nimesikia kwamba kuna mtoto wao yuko Dar es Salaam. Sijui ndio atakuwa ni Jackson ama wana mtoto mwingine ndio ameinunua tena hii nyumba na kuikarabati upya kabisa. Alikuwa anazungumza pale mmoja kati ya wale wa mama watu wazima. Teddy, kwani huyo Jackson ni yupi? Ama ndo yule tuliyemkuta siku ile pale Sido kiwandani wakati tunakwenda kuulizia makochi miaka ile? Alikuwa anauliza pale swali huyo mwanamke ambaye alikuwa anasukwa na huku alikuwa anamtazama Teddy ambaye alikuwa ameacha macho mdomo wazi kwa mshangao. Sidhani kabisa kama atakuwa ni yeye.
labda kama itakuwa ni ndoto tu. Alikuwa anazungumza pale Teddy, na huku maziwa yake mawili yote yalikuwa nje na alikuwa anaendelea tu kunyonyesha. Lakini jamani, yule si mzee Dennis Kifari yule, na yule ni mke wake kabisa. Wanaingia ndani ya nyumba. Alikuwa anazungumza pale mmoja kati ya wale wa mama, na huku alikuwa anawaona wakina mzee Kifari pamoja na familia yake walikuwa wanaingia ndani kwa kuongozwa na wenyeji wao. Kusema ukweli kabisa, haikuwa ni kazi rahisi kwa watu kuamini kwa haraka hiki ambacho alikuwa nakiona, hadi walipoona yeye alikuwa anashushwa mabegi mapya ya nguo na kisha kuingizwa ndani sambamba na baadhi ya vifurushi vingine vya chakula. Ni wazi kabisa kwamba walikuwa wamepitia mjini kwanza kabla ya kuja hapa nyumbani. Huko ndani ya nyumba sasa, mzee Kifari pamoja na mke wake, licha ya kuambiwa kwamba nyumba hii imerejea katika mikono yao rasmi kabisa, na tena sasa ikiwa nzuri zaidi, pamoja na vitu vyote vya ndani vya kisasa, kuanzia makochi, meza, vitanda pamoja na magodoro, mashuka pamoja na vifaa vyote vya jikoni mpaka vijiko vyote vilikuwa ni vipya, na huku vitu vingi wakiona kabisa kwamba hata mwanzo hawakuwa navyo, bado alikuwa anajua na kwamba ni kama vile wageni. Na kwa hakika kabisa Mungu hamtupi mtenda mema. Alikuwa anazungumza vile mama Jackie ambaye bado alikuwa anaangua kilio kama vile kuna janga kubwa ambalo lilikuwa limetokea pale nyumbani na kufanya watu watoke kwenye nyumba zao na kusogea kwenye ile nyumba ambako alipewa taarifa kwamba bwana Kifaru alikuwa amerudishiwa nyumba yake ambayo benki ilimchukulia miaka mingi iliyopita. Sasa wakati wanafamilia wameachwa wenyewe tu na wenyeji wao, wakiachua kila kitu pamoja na kiasi cha pesa cha kuanzia maisha, na sasa wanagawana vyumba, na huku akiacha chumba kimoja tu kama ambavyo alikuwa ameelekezwa na dada Mage, ambaye pia aliwaambia kwamba kesho atakuja kuwapitia waanze safari ya kuelekea Lumesha, kwa sababu kuna vitu ambavyo wanakwenda kutazama. Wanafamilia wote, yani baba, mama pamoja na watoto, wanaanza kujaribu nguo zao mpya, na kubwa zaidi wanaambia kwamba hata ile gari ambalo walikuwa wamekuja nalo kuanzia sasa lilikuwa la kwao, yani lile gari Toyota Hiace ambalo lilikuwa limewachukua kule kijijini Mwenge Mshindo, likiwa nje linawasubiria kwamba ndio la kwao sasa. Kusema kweli kabisa, kuliendesha hilo gari ilikuwa ni swala la muda mfupi kwa mzee Kifaru, ambaye alikuwa ni mtaalamu wa kuendesha magreda kabisa toka miaka mingi. Alikuwa na uwezo wa kuendesha magari makubwa na hata magari ya kawaida pia. Japo kwa sasa yule dereva alikuwa anatakiwa kuendesha kwa muda fulani mpaka mzee Kifaru wengi limtoke, na wakati huo huyu dereva ambaye atawapeleka kesho kule Lumesha kijijini atapatiwa kazi nyingine kwenye kampuni ambayo inakwenda kuanzishwa huko Songea, kampuni ya kununua nafaka. Majira ya saa 11 za jioni, Mona Lisa anaingia kwenye stendi ya maili moja ile ya zamani, akitokea nyumbani kwake Kibaba Shule, ambako tayari alishamwambia mtoto Krala kwamba kesho ataenda naye sehemu nzuri kabisa kwa ajili ya kumonyesha kitu kizuri. Mara baada ya kuegesha gari, anampigia simu Jackson, ambaye sasa alikuwa anashuka kwenye daladala zinazoenda Mlandizi. Njoo huku stendi katika upande wa kutokea Mlandizi, Jackson. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kumwelekeza Jackson, ambaye anatazama upande zinaposema magari za Mlandizi. Okay, sawa, nimeshakuwa na tayari Mona. Si upo na gari lile la asubuhi? Alikuwa anauliza pale swali Jackson, na wakati huo Mona Lisa naye alikuwa ameshamwona Jackson. Hata mimi tayari nimeshakuona baba. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, ambaye leo alikuwa amevalia mavazi ya hatari kabisa, yani suruali ya kitambaa cha suti pamoja na blausi juu, na chini alikuwa amevaa viatu vya kudubukiza, na huku alikuwa anazima gari na kuanza kushuka. Mona Lisa pamoja na Jackson wanaungana pamoja na kuelekea upande wa madukani, na huku Mona Lisa alikuwa na udaka mkono wa Jackson kama kawaida na kuungangania kama vile ambavyo alikuwa amezoea kila pale ambapo anakuwa pamoja na Jackson. Wawili hawa wanazungumza kwa furaha sana, wanacheka kwa pamoja, na huku akiingia duka moja baada ya jingine, yani yale maduka ambayo wanauza vifaa vya watoto. Na kwa hakika kabisa kila mtu ambaye alikuwa anawaona alikuwa anawatamania kwa kusema kwamba angekuwa yeye basi angefurahia sana. Wawili hawa waliendelea tu kuzunguka madukani, na hata wakati mwingine walikuwa wananunua vitu ambavyo hawakupanga kabisa kununua, kwa sababu hata walipokiona kile ambacho alikuwa anatafuta, ambacho alikuwa amepanga kununua kesho akiwa pamoja na Krala, wakaambizana kwamba waende kununua na kuku,
ili kusudi wakampike wenyewe kule nyumbani kwa Jackson. Na tayari wakina baba wameshaingia katika nyumba yao Jackson. Unaambiwa mama aliporomosha kilio sana mpaka majirani wakaja kumshangaa. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa wakati wanakwenda kwenye machinjo ya kuku. Baba ameshaniambia tayari. Lakini kusema kweli kabisa imeniuma sana. Nitahakikisha nazungumza na baba asije kurudia tena makosa kama aliyoyafanya miaka iliyopita. Najua lazima tu watu wataanza kumiminika nyumbani kwake kwa ajili ya kuomba msaada wakijifanya ni marafiki na ndugu wa kweli. Alikuwa anazungumza vile Jackson ambaye kwa sasa alikuwa anaonekana kunawili mwili wake na alikuwa anapendeza masaa yote 24, japo sura yake ilikuwa ni ile ile tu ya upole kama watu wa Njombe kwake na Felix Mwenda. Wawili hawa wakati wanakatiza usawa wa gereji ambayo ipo katika upande wa stendi, ghafla Jackson akaona kitu cha kustua sana. Mama Krala, unaiona ile pikipiki pale pamoja na lile gari? Ni vya majambazi vile. Alikuwa anazungumza vile Jackson na huku alikuwa anaonyesha pikipiki kubwa ambayo ilikuwa imesimama pembeni ya gari Toyota Mark II. Mona Lisa naye anageuza macho na kutazama kule ambako Jackson alikuwa anatazama na anakiona kile ambacho Jackson alikuwa anazungumzia. Unazungumzia lile gari la Silver Jackson ama? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa ambaye ni kama hakuiona vizuri namba ya gari kwa sababu gari ilikuwa imegeukia ubavuni. Ndio Mona Lisa, na siwezi kabisa kulisahau ile gari. Alafu ukimwona mkubwa wao huwezi kabisa kuamini. Alikuwa anazungumza vile Jackson ambaye anatazama kushoto na kulia kwa uoga na wasiwasi mkubwa. Jackson, una uhakika kweli na hiki ambacho anazungumza? Hebu achana nao bwana, pengine utakuwa umefananisha tu gari. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye alikuwa anahisi kwamba lile gari lilikuwa ni gari la Danieli. Sidhani kabisa kama nitakuwa nafananisha Mona. Na kama tusingekuwa na haraka basi ningesema kwamba tusubiri hapa mpaka wenyewe waje. Ni kweli kabisa kama ambavyo nakwambia, sitani kabisa. Alikuwa anazungumza vile Jackson na huku alikuwa anaendelea tu na safari yao, lakini Jackson bado alikuwa mwenye wasiwasi mwingi sana. Lakini sasa Jack, wewe umejua vipi kama wale ni majambazi? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa wakati wanasubiria kuku watengenezwe ili kusudi waondoke. Si unakumbuka Mona, ulinikuta nikiwa na kidonda kikubwa tu katika mguu wangu wa kushoto. Wao ndio waliniumiza. Na tena kuna wakati niliwaona walikuwa namwibia mama mmoja hivi pesa. Alikuwa anazungumza vile Jackson akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa na uhakika na kile ambacho alikuwa anazungumza. Dakika 10 tu baadaye tayari walikuwa wameshachukua kuku aliyechinjwa tayari na kunyonyolewa, na kisha wanaanza kurejea kule ambako walikuwa wametoka. Yaani kule ambako walikuwa wameacha gari na walikuwa wameshaachana na habari za majambazi. Walifika pale ambapo walikuwa wameacha gari na kisha kuingia kwenye gari lao, na kisha safari ikaanza mara moja kuelekea Kibamba ambako pia Jackson alikuwa amepangiwa nyumba ambayo sasa ndio alikuwa anaishi. Na tena leo gari lilikuwa linaendeshwa na Jackson mwenyewe ambaye sasa alikuwa ameshamaliza masomo yake ya udereva na alikuwa na uwezo mzuri sana wa kuendesha gari, japo sio kwa kiwango kikubwa sana kwa sababu ndio alikuwa anaanza. Lakini wakati wanatoka katika maeneo ya stendi, Mona Lisa anamwona Danieli alikuwa ameongozana na vijana wawili na walikuwa naelekea katika upande wa gereji. Jackson yeye hakuwaona kwa sababu alikuwa makini sana barabarani. Huyu naye kaja kufanya kitu gani huko tena jamani? Alikuwa anawaza pale tu Mona Lisa ambaye anageuka kuwatazama vyema wakina Danieli kama vile kuna kitu ambacho alikuwa anataka kuhakikisha, ambapo sasa anawaona walikuwa nakwenda kusimama kwenye lile gari ambalo lilikuwa limesimama karibia kabisa na pikipiki, huku wale vijana walikuwa wanachukua kofia ngumu za pikipiki na kisha kuzivaa. Na ni kweli kabisa ni gari lake ile. Alikuwa anajisemea vile Mona Lisa na kisha kumgeukia Jackson. Nikwambie kitu Jack. Anazungumza vile Mona Lisa ambaye sasa alikuwa anamtazama Jackson. Ndio, niambie tu. Anaitikia vile Jackson. Umewafananisha tu Jack, wale sio majambazi.
kwa sababu yule mwenye gari mimi namfahamu. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye hakutaka kueleza sana, japo inakuwa haina madhara yoyote, kwa sababu Danieli alikuwa ni mwanaume ambaye alikuwa hajawahi kabisa hata kulala naye. Wapo wapi kwani Mona? Alikuwa anauliza pale swali Jackson, lakini kwa bahati mbaya wakati Mona Lisa anageuka, tayari walikuwa wameshakingwa na vibanda vya biashara. Nimewaona kule nyuma tulikopita. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku safari ilikuwa inazidi kuendelea. Kama unamjua basi sawa, lakini ile pikipiki pamoja na gari zimefanana kwa asilimia zote 100 na vya wale majambazi. Alikuwa anazungumza vile Jackson, na huku safari ilikuwa inazidi kuendelea. Jioni ya siku ya leo huko Songea ilikuwa ni siku ya kipekee sana kusema kweli kwa familia ya Mzee Kifaru, ambao mida hii ya saa 1 kasoro za jioni walikuwa wamevalia nguo zao nzuri kabisa za kupendeza, na walikuwa wamekaa sebuleni kama vile wageni, na huku walikuwa wanatazama TV kwa utulivu mkubwa. Ilifika wakati Mzee Kifaru akakumbuka kwamba pale ndio nyumbani na walikuwa wanahitaji kufanya mambo wenyewe. Mama Jackie, unajua kwamba inabidi uanze kupika Hakuna mtu ambaye anaweza kuja kutupikia kwa sababu tumekaa tu muda wote kama wageni, na kumbe ndio nyumbani kwetu hapa jamani. Alikuwa anazungumza pale Mzee Kifaru. Mama Jackson akacheka kidogo. Msikilizaji, sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya 14. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Bado tutazidi kuangazia matukio yote ya kule Dar es Salaam kwa Mona Lisa pamoja na Jackson, lakini pia kwa Danieli pamoja na mama yake, na huku Songea pia kwa Mzee Kifaru na mkewe ambao ni wazazi wa Jackson Kifaru. Sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya 14.